Marekani imeendeleza mashambulizi yake dhidi ya Iran huku duru ya usiku ikilenga miundombinu ya kusini na magharibi mwa nchi hiyo na kuua watu takriban 8 pamoja na kujeruhi wengine 20. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Iran IRNA, maeneo katika majimbo kadhaa yalishambuliwa yakiwemo madaraja 6 katika jimbo la Hormozgan kusini mwa nchi. Mashambulizi hayo yanaashiria kupanuka kwa kampeni ya Marekani kutoka kwenye vituo vya kijeshi pekee hadi kwenye miundombinu muhimu inayotumiwa na Iran kuunganisha maeneo ya pwani, bandari na vituo vya kijeshi karibu na mlango wa Hormuz. Akizungumza kuhusu hali hiyo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Washington inaendelea kupata mafanikio makubwa katika operesheni zake dhidi ya Iran. Tunaendelea kushinda sana Iran na hivi karibuni mtaona matokeo ya kazi hiyo, alisema Trump katika hotuba yake kuhusu usalama wa uchaguzi. Kauli hiyo imekuja wakati Marekani ikiongeza mashambulizi dhidi ya vituo vya ulinzi wa anga, miundombinu ya kijeshi, uwezo wa majini na sasa madaraja ndani ya Iran. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema wimbi la hivi karibuni la mashambulizi lililenga makumi ya maeneo ya kijeshi ya Iran. Shabaha zilizojumuishwa ni vituo vya ufuatiliaji wa pwani, mifumo ya ulinzi wa anga, miundombinu ya usafirishaji wa kijeshi, uwezo wa Iran wa kuendesha mashambulizi baharini na vituo vinavyohusishwa na makombora na ndege zisizo na rubani. Marekani imesisitiza kuwa operesheni zake zinalenga kupunguza uwezo wa Tehran kutishia meli za biashara zinazopita katika mlango wa Hormuz. Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kuwa mashambulizi ya Marekani katika jimbo la Hormozgan yalilenga madaraja katika eneo la Bandar Kamil, mji wa pwani uliopo karibu na mlango wa Hormuz. Iran imesema mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu takriban 7 katika taarifa za awali kabla ya idadi hiyo kupanda hadi 8. Kupanuka kwa mashambulizi hadi kwenye madaraja kunafuatia vitisho vya Trump kwamba Marekani inaweza kulenga miundombinu ya Iran kama Tehran haitorejea kwenye mazungumzo. Katika mji wa Avaz kusini magharibi mwa Iran, mamlaka ziliripoti mashambulizi makali karibu na hospitali ya watoto wenye saratani. Hospitali hiyo ililazimika kuhamisha wagonjwa na wafanyakazi kwa tahadhari. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, aliyataja mashambulizi hayo kuwa ya kikatili. Mkazi mmoja wa Avaz alisema milipuko ilikuwa mikubwa kiasi cha kutetemesha majengo. Mikono yangu inatetemeka, kulikuwa na milipuko kama 11 au 12. Masikio yangu yanauma, alisema. Mbali na Hormozgan na Avaz, vyombo vya habari vya Iran viliripoti mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kombora liliripotiwa kupiga sehemu ya uwanja wa ndege wa Semnan kaskazini mwa Iran bila kusababisha majeruhi. Mifumo ya ulinzi wa anga pia iliwashwa katika baadhi ya maeneo ya Tehran, huku mashambulizi yakiripotiwa katika kisiwa cha Keshim, bandari ya Abbas na Bushehr ambako kuna kinu pekee cha nyuklia cha kiraia cha Iran. Nalo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limedai kushambulia ndege za kijeshi za Marekani zilizokuwa katika kituo cha nchini Jordan kwa kutumia makombora ya ballistic pamoja na drones. IRGC ilidai kuharibu ndege kadhaa za kujazia mafuta angani pamoja na ndege za kivita na kusababisha uharibifu mkubwa kwa nyingine. Hakukuwa na uthibitisho wa mara moja kutoka Jordan au jeshi la Marekani kuhusu madai hayo. Jordan imesema ilidungua makombora 3 ya Iran yaliyokuwa yakielekea nchini humo bila kusababisha majeruhi au uharibifu. IRGC ilisema Marekani imetumia vituo vyake nchini Jordan kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa yake, kikosi cha anga cha IRGC kilijibu kwa kufanya mawimbi mawili ya mashambulizi ya makombora dhidi ya kituo cha kijeshi nchini humo. Jeshi la Iran pia lilidai kufanya mashambulizi ya drone dhidi ya miundombinu ya Marekani Jordan. Hali ya tahadhari iliongezeka katika mataifa ya Ghuba baada ya Irani kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya washirika wa Marekani. Nchini Qatar, mamlaka ziliwaagiza wananchi kutafuta maeneo salama wakati makombora ya Iran yakiripotiwa kuelekea nchini humo. Milipuko ilisikika angani huku mifumo ya ulinzi ikijaribu kuyazuia. Kuwait ilisema ilidungua drone huku Bahrain ikiwasha ving'ora vya tahadhari kutokana na mashambulizi mapya kutoka Iran. Kwa upande wake, msemaji mwandamizi wa jeshi la Iran amesema Tehran haitorudi nyuma katika swala la mlango wa Hormuz. Amesema Marekani inapaswa kuondoa vikosi vyake katika eneo la Ghuba na kuacha kuingilia usimamizi wa njia hiyo muhimu ya biashara.
Hormuz imeendelea kuwa kiini cha mzozo wa sasa, huku Iran ikisisitiza kuwa ina haki ya kusimamia usafiri wa meli, wakati Marekani ikidai ni njia ya kimataifa inayopaswa kubaki wazi. Katika taarifa nyingine, jeshi la Marekani limeendelea kutekeleza zuio jipya dhidi ya bandari za Iran. CENTCOM imesema vikosi vyake vimegeuza meli 3 za biashara zilizojaribu kuvunja zuio, vimelemaza meli moja iliyokataa kutii maelekezo, na pia vimeipanda na kuikagua meli nyingine katika Ghuba ya Oman. Marekani inasema hatua hizo zinalenga kuhakikisha Iran haiwezi kutumia bandari zake kuendeleza mashambulizi dhidi ya usafiri wa kimataifa. Trump ameonya kuwa mashambulizi dhidi ya Iran yanaweza kuongezeka zaidi wiki ijayo. Katika mahojiano na Fox News alisema Marekani itaendelea kuishambulia Iran usiku baada ya usiku kabla ya kuanza kulenga mitambo ya umeme na madaraja. Wiki ijayo hali itakuwa mbaya sana kwao. Tutaharibu mitambo ya umeme na madaraja yao yote isipokuwa warejee mezani kufanya mazungumzo, alisema Trump. Aliongeza kuwa angependelea kuhifadhi mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kama hatua ya mwisho, lakini hakuyafuta kabisa. Iran imejibu vitisho hivyo kwa kuonya kuwa Marekani ikishambulia mitambo yake ya umeme au miundombinu mingine ya kiraia, Tehran itapanua mashambulizi yake katika eneo lote. Msemaji wa makao makuu ya jeshi la Iran alisema miundombinu inayotumiwa na Marekani na washirika wake inaweza kupondwa kwa mashambulizi ya Iran. Kauli hiyo imeongeza hofu kwamba mzozo unaweza kuenea kutoka kwenye vituo vya kijeshi hadi kwenye bandari, viwanja vya ndege, mitambo ya umeme na madaraja katika mataifa mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Kwa upande wa Israel, ambayo hadi sasa haijashiriki moja kwa moja katika duru hii mpya ya mapigano, imeripotiwa kujiandaa kwa uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi wiki ijayo. Channel 12 imesema Israel inaamini Marekani inaweza kuanza kulenga miundombinu zaidi ya kiraia ya Iran kulingana na vitisho vya Trump. Hadi sasa mashambulizi mengi ya Marekani yamelenga miundombinu ya kijeshi, lakini kupigwa kwa madaraja kunaonyesha mabadiliko yanaweza kuwa yameanza. Licha ya mashambulizi yanayoendelea, juhudi za kidiplomasia hazijakoma kabisa. Qatar imeripotiwa kuwasilisha pendekezo jipya kwa Marekani na Iran lenye lengo la kurejesha mazungumzo na kupunguza mvutano. Maafisa wa Iran wanadaiwa kuliona pendekezo hilo kuwa lenye kuzingatia kwa kiasi fulani msimamo wao, huku mashambulizi dhidi ya Qatar yakiripotiwa kusimama baada ya pendekezo hilo kuwasilishwa. Pakistani nayo imesema itaendelea kuzihimiza pande zote kusitisha vurugu na kurejea kwenye mazungumzo ya kiufundi chini ya makubaliano ya awali. Naye msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt amesema Trump ataendelea kuiwajibisha Iran kwa mashambulizi dhidi ya meli, lakini bado yuko tayari kwa diplomasia. Amesema Tehran imeonyesha bado inataka makubaliano, lakini Marekani haitoiruhusu Iran kuendelea kushambulia meli bila kulipa gharama. Kwa upande wake, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran, Mohammad Bagher Halbaf, amesema makubaliano yana maana tu ikiwa vipengele vyake vinaheshimiwa na kutekelezwa. Na serikali ya Iran imesema mashambulizi mapya ya Marekani tangu wiki iliyopita yameua watu takriban 30. Hata hivyo, taarifa za baadaye kuhusu mashambulizi ya Alhamisi usiku zimeonyesha idadi hiyo inaendelea kuongezeka, huku waliojeruhiwa wakiripotiwa katika miji mbalimbali.